kuhusiana na swala la umiliki wa nyumba iliyopo katika kiwanja namba 9 Usino Regent Estate Msasani, Dar es Salaam, nyumba ambayo ilikuwa inamilikiwa na marehemu Ernest Mashimba aliyepata kuwa mkemia mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mtakumbuka, tulizungumza hapa yale ambayo watoto wa marehemu wakiongozwa na Neema Mashimba mnemuona mbele yenu wanavyopitia tabu kwa kushindwa kuingia kwenye nyumba ambayo wanastahili kuingia kama wamiliki kutokana na mirathi ya marehemu baba yao. Serikali iliweza kuchukua hatua za dharura na za haraka sana kuhakikisha kwamba swala hili linapatiwa ufumbuzi wa haraka na hatimaye warithi wa marehemu Ernest Mashimba waweze kupata haki yao. Nashukuru sana kwa maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa watendaji wa serikali wanaohusika na swala hili ili waweze kulichukua na kulifanyia kazi kwa haraka. Maelekezo yale ya Mheshimiwa Rais yalifanywa kazi haraka baada ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuweza kuniita pamoja na Neema Mashimba hapa, na tukafanya mazungumzo yaliyochukua takriban masaa matatu kwenye ofisi ndogo ya makao makuu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Wakili Hamza Johari kwa namna ambavyo aliingilia swala hili, akatupa maafisa wake, tukazungumza nao, lakini namna walivyoweza kuelewa sheria kwa haraka. Kwa hiyo popote pale ulipo mwanasheria mkuu wa serikali, tafadhali sana pokea shukrani zangu kwa niaba ya warithi wa marehemu. Lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kwa sababu baada ya mwanasheria mkuu wa serikali ambaye ndio mshauri mkuu wa masuala ya kisheria wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa ushauri wake kwa mamlaka zinazohusika sasa za kisekta, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila pamoja na wasaidizi wake walipokea huo ushauri na wakaufanyia kazi kama ambavyo walishauriwa, na mpaka sasa hivi ninapozungumza mamlaka husika zipo kwenye hatua za mwisho kabisa kutoa haki kwa Neema na Suzana Mashimba. Mheshimiwa Chalamila, kwa kweli kama kuna alama utakuwa umeiacha katika uongozi wako kwenye nchi hii, katika maeneo yote uliyowahi kupita, basi nadhani alama hiyo utakuwa umeiacha hapa Dar es Salaam, kwa sababu umevalia njuga migogoro ya ardhi ambayo ilikuwa inawaathiri wajane, warithi pamoja na watu wengine ambao ni maskini. Nchi hii ikipata Chalamila kama 7 tu kwenye maeneo yote, maeneo ya afya, maeneo ya ujenzi wa miundombinu, maeneo ya haki mahakamani na kwingineko, nchi itapiga hatua sana. Ni kwamba Ali Halfani Lubea hajawahi kununua nyumba yoyote inayohusu kiwanja namba 9 iliyopo Usino. Hajawahi kununua hiyo nyumba, kwa sababu umiliki wa nyumba unapimwa kwa hati miliki. Ali Lubea hajawahi kuwa na hati ya kiwanja hicho inayosomeka jina